Mchungaji mmoja mwenye kanisa lililopo katika mtaa wa FFU kata Murieti jijini Arusha, anayefahamika kwa jina la Steven Jacobo mwenye umri wa miaka 35, amedaiwa kutekwa na watu wasiojulikana asubuhi ya leo tarehe 16 Mei mwaka huu 2025 wakati akitoka nyumbani kwake. Wakizungumza na Time TV, mashuhuda na majirani wa eneo hilo akiwemo baba yake mzazi ambaye ni balozi wa CCM katika shina hilo, amesema waliomteka walifika na gari aina Land Cruiser lisilokuwa na namba za usajili na kumkamata kwa nguvu, huku mchungaji huyo akipiga kelele za kutekwa, lakini wengi wakidhani ametekwa kutokana na mahubiri yake aliyokuwa anayatoa mara kwa mara kupitia mitandao ya kijamii. Hii ni Time TV. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Mimi naitwa Vulfrida George Matilia. Ni mama mchungaji kwenye kanisa la Huduma ya Kristo Riseta. Sasa asubuhi muda wa kwenye saa 2 hivi kuna watu ambao walimpigia mtumishi Steve simu, wakamwambia kuna uthibitisho. Tulikuwa tuna usajili wa kanisa ambapo tulikuwa bado hatujapata ule wa kudumu, ila tuna ule wa muda kwamba mnaweza mkaendelea na shughuli kama kawaida. Sasa wakampigia simu asubuhi, wakamwambia leo tunataka tuje tuone eneo, maana hatujafikaga kuona eneo. Kwa hiyo tuko njiani tunakuja. Kwa hiyo baada ya dakika kidogo wakampigia tena, tupe direction ya hapo mahali. Kwa hiyo mtumishi akamwambia kwamba hivi, kwa vile pako ndani kidogo hamtajua na mimi niko mbali kidogo, lakini mtakapofika maeneo ya karibu na Classic Buy ambapo ni hapo jirani, nimpigie mtu aje awachukue, maana kumbe mnakuja tu kwa ajili ya kuona eneo. Basi walipofika wakampigia kwamba tumeshafika. Kwa hiyo mtumishi akamtuma mtu, nenda ukafuatilie walete hao ni hao wasajili wa kanisa wanataka kuja kuona eneo. Kwa hiyo akaenda wakachukuliwa. Kwa hiyo akaja baba mmoja mfupi hivi akajitambulisha kwa jina la Rama, halafu na mama mwingine ambaye amejitambulisha kwa jina anasema nani? Jacqueline Limo. Wakasema wao ni upande wa usajili, Wizara ya Mambo ya Ndani, upande wa usajili. Wakasema mlikuwa mmeomba usajili wa kudumu, kwa hiyo sisi tumekuja tu kwa ajili ya kuona eneo, lakini tumepaona panafaa, hapana shida kabisa. Tofauti na baadhi ya watu wengine wanakujaga kuomba usajili lakini eneo kanisa haliridhishi au eneo haliridhishi. Kwa hiyo sisi tumekuja tu kwa ajili hiyo tu kuona eneo ili tuende tukaandae sasa ile certificate ya kudumu. Basi tukasema sawa, wakatuaga wakaondoka. Sasa mimi nilikuwa mke wa mtumishi ni mzazi, kwa hiyo tulikuwa tunawapeleka wale watoto kwenda kupata chanjo. Kwa hiyo nikawa nimetoka na mke wake kwa ajili ya kupeleka watoto kwenye chanjo. Sasa na yeye ndo ametupeleka mtumishi, sasa ametupeleka Steve. Akatupeleka mpaka pale hospitalini, akatuacha akasema nitarudi baada ya mkishamaliza tu nipigieni nije niwachukue. Kwa hiyo baada ya shughuli za pale hospitali zilivyoisha, watoto wameshapata chanjo, nikampigia kwamba tayari njoo tuchukue. Ndio sasa kumbe wakati anatoka kuja kule, amefika hapo getini hapo, ndio kukawa kuna gari ambayo imekuja nyuma, ambako sasa hapo baba ndio aliona, maana mimi nilikuwa kule bado niko tu nasubiri, tunaona mtu atokei. Mara baada ya muda simu zake zote zikawa hazipatikani. Kumbe kwa maelezo nilipofika hapa nikakuta watu wamejaa kweli nje. Wamejaa maeneo haya yote, barabara yote imejaa watu. Ndipo nikaambiwa kwamba ni Steve wamekuja, wamemteka, wamemchukua, wamekuja tu kama 6 kwenye gari cruiser. Kwa hiyo akamkamata kwa nguvu pale. Baba naye alikuwa ndani akasikia hizo vurumai, akatoka nje. Kufika pale tayari wameshafanikiwa kumuingiza kwenye ile gari yao. Kwa hiyo sasa baba akawa nakazana pale na nini kuondoka. Wale wanataka kuondoka na kweli wakafanikiwa kugeuza gari yao upesi, wakaondoka haraka. Kwa jina mimi naitwa Jacobo Gumbo. Mimi ni mchungaji wa hapa kwenye kanisa la Huduma ya Kristo
ni msaidizi wake, yeye ni mwenyekiti, mimi ni makamu. Yeye Stephen alikuwa anatoka kwenda kuwachukua watoto wake ambao walipelekwa kliniki. Watoto wale wana wiki 3, wana watoto mapacha. Kwa hiyo watoto wale anataka kwenda kuwachukua, akawa anarudi reverse hapo atoke sasa. Ndio akamblock hapo. Unaona, mimi niko ndani nasikia kama kuna kamvutano kidogo. Unaona, baadaye nasikia akasema, akapiga kelele, natekwa. Sasa mimi nilikuwa na mtoto mdogo, nikamtupa kitandani, nikutoka nikakuta tayari wamesha mdhibiti pale. Kwa wanaingia watu na kule, kuna watu ambao pale nje kuna duka, kuna watu wametoka na wenyewe akawa anapiga kelele, mara alipopiga kwamba natekwa, na mimi ninatoka na wale watu nao wametoka, lakini wa mama sasa. Basi mimi nilipotoka nakuta tayari mdhibiti ameshaingia kwenye gari. Unaona, ndio sasa nikajitahidi kutaka kuzuia, haikashindikana. Nikachukua jiwe kubwa nikalipiga ile gari huku nyuma, ikapasuka. Nikamwomba jamaa watoe nitufukuzie, jamaa naye akawa ni mmoga, lakini tukafukuzia kidogo mpaka nguzo za chuma kule chini. Wakaniambia gari yenyewe imepita hapa kwa speed, na lakini imeelekea njia kama ya checkpoint. Basi yule bwana naye akaogopa, akaniambia basi twende tu polisi Murieti. Basi akanipeleka pale kituo cha polisi Murieti, nikawaeleza pale, wakaniambia nenda Central. Basi nikatoka pale nikaenda Central nao wakaniambia bwana rudi huko, kwa sababu kile kituo kinajitegemea, kiko kamili kabisa. Katoa maelezo yako pale. Basi nikapewa majina ya afande, nenda kamuone afande Jacob au OCD. Basi nilipofika pale nikauliza afande Jacob, nikaambiwa hayupo. Wakaniingiza kwenye ofisi ya OCD hapo. OCD nikakuta hayupo. Kuna kijana, nikakuta askari mmoja akaniambia hayupo. Akampigia simu akasema nakuja. Unaona, sasa akaja baadaye kabisa, nitaka nitoke, kwanza nikamwambia mimi naondoka, naona huyu jamaa labda pengine ana shughuli nyingi na mimi nataka hii jambo lifuatiliwe mapema, ikiwezekana kuna watu kule ambao niwasiliane nao kwenye njia huko. Basi ndio baadaye hata hivyo ameshakuja huyo hapo. Basi akaja huyo, mimi simfahamu vizuri, hakuvaa uniform, kavaa tu kawaida. Basi akanihoji hapo, akaniambia basi mzee, sawa, kama ni hivyo njoo kesho asubuhi saa 1 uje uandike statement, kwa sababu swala kama hilo lazima kuna masaa maalum. Basi ndio nikatoka hapo, nikarudi nyumbani sasa. Mimi naitwa Doto Gora. Ni jirani wa balozi na ni msaidizi wa balozi. Wakati niko pale kibandani kwangu, niliona gari limekuja aina ya cruiser. Mimi nikajua ni watu wanakuja kwa balozi, maana yake uwaga kuna cruiser zinakuja kukagua wale wa madawa. Kwa hiyo uwaga tunachukuliwa tuende kuwasaidia upekuzi. Basi mimi nikawa nimekaa pale nasubiri labda balozi atatoka na hao watu waniite. Mara kidogo nikasikia purukushani. Huyu kijana wa balozi anapiga kelele, anaomba msaada, natekwa. Alivyosema natekwa, sasa anapiga kelele, na mimi nilikuwa pale kibandani sasa, na mimi nikaanza kupiga ukunga. Nilipopiga ukunga akapokea dada mwingine hapa jirani dukani, na yeye akaanza kupiga ukunga. Watu wakajea. Watu walivyojea wakawa wamemchukua yule kijana wamemuingiza kwenye gari. Walipomuingiza kwenye gari wakati naondoka babake ndo akatokea. Alivyotokea babake hajajua kitu chochote, kijana ameshaingia kwenye gari akaokota mawe. Alivyookota mawe akarusha akalenga lile gari. Basi gari likawa limeondoka, tukao tumebaki tu tunamshangao, hatujui hawa watu ni kina nani na ni kitu gani kimepelekea mpaka huyu kijana aje atekwe. Maana ile ukamataji wake ni kama vile wa nguvu fulani hivi. Kwa hiyo hatukuelewa chanzo ni nini au kuna ugomvi gani au hao watu ni majambazi au ni kina nani, hatuelewi mpaka sasa hivi. Utekaji wao mimi niliona wakitoka tu na wao kijana wamemshika huku na huku, yani kama vile kuna vurugu fulani pale mlangoni. Huyu kijana hataki kwenda, anapiga kelele za msaada na wale wanamsukumiza kwa nguvu. Kwa hiyo walifanikiwa kumuingiza kwenye gari wakaondoka. Mimi niliwaona wawili na mmoja wa tatu alikuwa anatembea kwa miguu wakati ana gari kabla halijafika. Kwa hiyo hatuwajui, lakini sijawahi kuwaona. Mimi hata sijui chanzo nini, maana yake huyu kijana hata sio mkorofi, sio mkurukushani, sio mtu wa kupigana. Kwa hiyo chanzo chake kwa kweli sijui.